Baada ya kutoweka kwa takribani siku 6, Alpha Nyarusi mwenye umri wa miaka 7, mkazi wa mtaa wa Kibena mkoani Njombe, amekutwa mfariki dunia shambani eneo la Hoadi na mwili wake ukiwa na majeraha usoni. Mtoto Nyarusi alipotea Mei 12, 2026, lakini mwili wake umekutwa kwenye tabaka la maji ukiwa umefunikwa na miti huku Kibena, halmashauri ya mji wa Njombe. Wakizungumza wakati wa mazishi ya mtoto huyo leo Jumatatu Mei 18, 2026, baadhi ya wananchi wamesema taarifa alizopewa ni kuwa mtoto huyo alikuwa anatoka shule lakini hakufika nyumbani. Amesema baada ya hapo mzazi wake alitoa taarifa kwa wenzake na wananchi wakaungana kwa pamoja kumsaidia kumtafuta mtoto huyo bila mafanikio. Si watu Lutumo, mkazi wa eneo hilo, amesema tangu siku hiyo ilishindikana kumpata mtoto huyo kabla ya mwili wake kuonekana Mei 16 mwaka 2026 maeneo ya Hoadi, huku ukiwa umewekewa miti usoni. Amesema tukio hilo limewagusa na wanaomba vyombo vya ulinzi kufanya uchunguzi ili kuwabaini wahusika na kuchukuliwa hatua za kisheria. Tukio hili limetugusa, tunaomba vyombo vya ulinzi kufanyika kwa uchunguzi ili mhusika aweze kukamatwa na kuchukuliwa hatua zaidi. Mwenyekiti wa mtaa wa Kibena Hospital Wilfred Kayombo amesema baada ya kupata taarifa ya kupotea kwa mtoto huyo waliendelea kumtafuta bila mafanikio hadi walipofahamishwa kuonekana kwa mwili wake. Tulipokea taarifa kuna mtoto alikwenda shule lakini hajarudi nyumbani. Tuliwaomba majirani waendelee kumtafuta lakini kwa usiku ule hakuweza kupatikana. Amesema siku iliyofuata walikwenda kituo cha polisi kutoa taarifa huku akiendelea kumtafuta bila mafanikio. Diwani wa eneo hilo Erasto Ngole amesema wito kwa wananchi kuendelea kuonyesha ushirikiano ili waliohusika na tukio hilo wakamatwe na kufikishwa katika vyombo vya sheria. Kamanda wa polisi mkoa wa Njombe Mohamed Banga amesema bado chanzo cha kifo cha mtoto huyo hakijafahamika katika eneo hilo, lakini jeshi la polisi liko linaendelea na uchunguzi. Amesema uchunguzi wa awali unaonyesha kulikuwa na kutoelewana kati ya baba wa marehemu na mama. Pamoja na hayo, bado chanzo cha kifo cha huyo mtoto hakijajulikana, lakini tunaendelea na uchunguzi ili kubaini. Kwa hiyo hayo yote ndiyo ambayo yaliweza kutokea kule mkoani Njombe.